Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, Muumba mbingu na nchi, tunakuinua, tunakubariki. Wewe ambaye ni Alfa, wewe ambaye ni Omega. Asante kwa ajili ya saa hii Bwana, kwa ajili ya kuwa pamoja nasi. Ninakubariki Jehova. Wewe unastahili. Wewe ni mwaminifu. Kupitia uwezesho wako na nguvu na mamlaka yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba nakutukuza na kukuamini. Jehova, uwe pamoja nami katikati ya kipindi hiki cha nusu saa. Wewe ni Mungu mtakatifu tunayekupenda. Na wakabidhi wasikilizaji wangu wa FM na watazamaji wangu wa Ebenezer TV. Baba, wafanyike baraka, wafanyike uweza katikati ya mahali hapa, kupitia jina lipitalo majina yote. Baba, ninajezili kwako. Asante mwaminifu juu ya neno lako ulilolikusudia kwa siku ya leo, likafanyike baraka kwa kila mmoja mmoja, sawa sawa na jinsi ambavyo Baba umekusudia. Watu wengi wakafunguliwe, watu wengi Baba wakapate kile ambacho Baba umewakusudia kwao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, nikiomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Yeremia Ebenezer Maigaga. Mimi ni mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo la leo ni msamaha ulivyo na nguvu kwa anayesamehe. Somo la leo ni msamaha ulivyo na nguvu kwa anayesamehe. Bwana Yesu asifiwe. Si jambo jepesi ambalo unahitaji kujua, msikilizaji wangu wa Tunduma FM na mtazamaji wangu wa Ebenezer TV. Kati ya jambo ambalo ukifanikiwa duniani ni jambo ambalo utakuwa duniani hapa hapawezi kukusumbua kuishi kwa jinsi ambavyo ilivyo, kwa sababu ndani ya mwanadamu akikosa sifa hii ya kusamehe. Nafundisha wewe uliokoka, lakini pia ambaye wewe hujaokoka, lakini unapata kile ambacho unahitaji kufahamu namna ambavyo ilivyo. Lakini kwa somo hili, namna ambavyo msamaha ulivyo na nguvu kwa anayesamehe. Kama huwezi kusamehe, maisha yako lazima yawe tofauti, kwa sababu ndani ya msamaha mmebeba mambo makubwa, na mmebeba kitu ambacho cha kimungu kinamwakilisha Mungu, sawa sawa na jinsi ambavyo ilivyo. Unajua mtu mwingine hawezi kuelewa, lakini nataka tuanze na Mathayo 6 ule mstari wa 14 na 15. Neno la Mungu linasema, maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipo wasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ni kwamba walikaa faragha Yesu na wale wanafunzi, akiwa anawafundisha juu ya habari ya msamaha. Na uwe na uhakika wewe uliokoka, wewe ambaye bado hujaokoka, lakini kati ya kitu ambacho Mungu anatumia kwa mwanadamu au kwako ili uweze kupata haki ni kwenye msamaha. Ndiyo maana Mungu alivyoitisha kikao mbinguni, akasema ni mtume nani. Ndani yake kulikuwa kumejaa kila ambacho anahitaji kuachiria kwa wanadamu ili waweze kusamehe, kwa sababu ndani ya Mungu kumejaa msamaha. Ndiyo maana tukiamini saizi nikifundisha, alafu neno ukalielewa, lakini pia likakubadilisha, ni kwamba unaokoka bure. Msamaha wa dhambi unakuwa uko mikononi mwako, ni kwamba unasamehewa dhambi saa hiyo hiyo. Wanakuwepo wainjilisti wanaofundisha
na wanaohubiri kwenye madhabahu hii, lakini viwanjani. Kwa hiyo walimu, lakini wachungaji, huduma zote karibu 5, kwa sababu elekezo lake kubwa ni kuona ukitoka hatua ya dhambi kuja kwenye hatua ili Mungu aweze kukusamehe kile ambacho unahitaji upate, ambacho ni cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usipopata msamaha ni kwamba huwezi kuokolewa na huwezi kuokoka, kwa sababu kwenye kuokoka lazima uwe na mazingira ambayo unasamehewa kwanza. Ndio maana neno linasema ile Mathayo, kama nilivyosema, maana mkiwasamehe watu makosa yao na Baba yenu wa mbinguni. Huyo ni Yesu anawaambia wanafunzi wakati wamekaa kwenye faragha, kwa sababu ndani ya msamaha, nimesema, umebeba mafanikio ya mtu, lakini ndani ya msamaha mmebeba kitu cha kimungu, kwa sababu kabla hujaokoka Yesu alikusamehe dhambi zote na Mungu akafuta vyote. Na wakati wanaendelea kucheki wale wanafunzi jinsi ambavyo ilivyo, ndio maana akasema, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndani yako, kama huwezi kuwasamehe watu, huwezi kumsamehe mtu, umekaa nayo tu, unaona kama wewe una haki, kama wewe kama wewe ndo mtenda haki, kwa sababu Biblia imeeleza wazi, imesema wote tumetenda dhambi, wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndio maana kwenye maombi yetu, ndani yetu, lazima tunavyoingia sehemu yoyote kwenye maombi, lazima tuanze na toba. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunapungua, lakini Mungu yeye ni yule, ni jana na leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unaweza kujihesabia haki, mwingine anasema, mtumishi iko wapi? Iko kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 1 ule mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Lakini waraka wa Yohana 1 ule mstari wa 8 nasema, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haipo kwetu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unahitaji kujua vyote ni mambo ya neno la Mungu, jinsi ambavyo limeandikwa, kwa jinsi ambavyo unahitaji kujua kwamba hii waraka wa kwanza wa Yohana 1 ule mstari wa 8 nasema, tukisema kwamba hatuna dhambi. Kwa nini? Kwa sababu tunasamehewa kwa vile tunavyoomba toba kwa Mungu ukiwa umeokoka. Lakini wewe ambaye hujaokoka unahitaji kuokoka, ndipo ukiokoka unasamehewa dhambi. Kwa hiyo ndani yako, hata kama hujaokoka au umeokoka, lakini ghafla unawachukia watu, huwezi kuwasamehe, ni kwamba ndani yako yeye Mungu anawaambia wanafunzi, Baba yenu wa mbinguni hawezi kuwasamehe na nyinyi makosa yenu. Ndivyo ninavyoeleza kwenye Mathayo 6:15. Baba yenu wa mbinguni hawezi kuwasamehe makosa yenu. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake, na maana ni kwamba umebeba ubabe ndani yake, umebeba kile ambacho naona wewe uko sahihi. Umefikiri kwamba aliye sahihi duniani, kama Yesu alisema, walimuita Yesu mwema, akasema kama mkiniita mimi mwema, akasema mwema ni mmoja tu, akasema ni Baba yangu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata Yesu alikataa kujiita yeye mwema, maana walimsifu akasema wewe ni mwema, wewe ni mwema, akasema mwema ni mmoja tu. Kwa hiyo namna ambavyo unahitaji kufahamu na kujua, unahitaji kujua na kufahamu maana yake nini juu ya utumishi. Kwa hiyo kama ndani yako hutaki kuomba msamaha, ni kwamba au hutaki kuwasamehe watu,
Uwe na uhakika ndani yako kwenye utumishi wako utakuwa na mshike, kwenye utumishi wako kutakuwa na shida. Kwa sababu ndani ya msamaha ndio inayoleta matokeo ya kile ambacho Mungu atajidhihirisha na kutenda kwako. Lakini kama hakuna msamaha, ni kwamba ndani yako utaomba, huwezi kusimika. Kwa nini? Kwa sababu anayeweza kufanya bila kusamehe ni adui ambaye ni shetani. Anaweza, hizo mbegu ndio anazo. Bwana Yesu asifiwe. Hizo mbegu ndizo anazo shetani, kwa sababu hawezi kusamehe. Walimwambia Bwana, umekosea huku mbinguni. Cheki, hakuomba msamaha. Wakaamua kwamba mshusheni chini. Kwa nini? Kilichokosekana kwa shetani ni msamaha. Hakutaka kutubu, hakutaka kushuka chini. Kwa hiyo ukihitaji kuwa kwenye utumishi wako uende vyema, kwenye utumishi wako uende sawa, acha kuwachukia watu. Haikusaidii kama huwezi kuwasamehe watu. Nasema amenifanyia hivi, amenifanyia hivi. Unafikiri ni kama wewe unajihesabia ni kama wewe ndio unayehukumu kesi. Mwingine hawezi kunielewa. Unafikiri namna ambavyo ilivyo hata kwenye nchi waliamua, walivyoona watu wanashindana, wakaamua kuweka na mahakama ya mwanzo, wakaweka na mahakama ya wilaya, mahakama ya mkoa, mahakama ya kitaifa. Kwa nini? Kwa sababu yote hii ni kwamba chanzo chake ni kuto kuomba msamaha. Umefikiri wakati huyo mke ndio mke wako, au huyo mume ndio mume wako, alafu unagombana naye. Kwa nini? Ndani yako hakuna msamaha. Kwa hiyo ukikosa msamaha ni kwamba huwezi kumsamehe. Umekosana labda ni miezi 3 iliyopita, unakumbukiza, hata siku ile ulinifanyia hivyo, hata siku ile ulifanyia. Anayetunza hiyo kumbukumbu ya kusema ulinifanyia ni kwamba sio Mungu. Anayetunza ni shetani, kukuondoa kwenye uwepo wa Mungu. Ndani yake ukiwa una uchungu wa kuona kile ambacho mke wako amekufanyia au mume wako, ni kwamba kwenye ndoa hamwezi kwenda. Alafu pia kwenye msamaha hata Mungu hawezi kusikia kile unachoomba, kwa sababu inategemea namna ambavyo, kama mke wako amekukosea, ndio mke wako. Unafikiri Biblia imesema huyo atakuwa ni wa kwako moja kwa moja, lakini mwingine huwezi kujua, huwezi kuelewa. Mwingine anasema nimeolewa na mwanaume ambaye hajaokoka, nimeolewa na mwanamke ambaye hajaokoka. Hiyo sio kazi yako. Unafikiri namna ambavyo kama umeokoka, kwa sababu Biblia imesema hakuna shida. Neno linasema hakuna shida. Shida ambapo inapokuja ni kwamba watu mwingine anajua kwamba tukishasema ndoa haiokoki. Ndoa ni ndoa, na ndani ya ndoa, na maana ili iweze kudumu lazima mama uwe na msamaha, lazima baba uwe na msamaha, lazima kwenye familia lazima kuwe na msamaha. Kama watakosa watu wa msamaha, ni kwamba utajishangaa familia ikiishi mazingira ambayo ni ya utumwa. Kwa nini? Anajifanya wewe umetengeneza kwako, umejitengenezea haki. Hasara ya kujitengenezea haki ni kwamba huwezi kumsikiliza mwingine. Ndiyo maana kama umeokoka alafu unawachukia watu, uwe na uhakika Mungu hawezi kukujibu. Kama wewe uko kwenye ndoa, unaona wewe nduko halali wakati umepewa, iwe umefunga kanisani ndoa yako, iwe umefunga serikalini, lakini Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ili iweze kuheshimiwa, lazima ndani yenu kuwe na msamaha. Huyu amsamehe mume wake, huyu amsamehe mke wake, ndiyo ndoa itakavyokaa. Lakini kama haiwezi kuwa kusameheana, ndoa haipo. Mtabaki watoto wanapata shida. Huyu atasema nitaenda kuolewa, huyu atasema nitaenda kuoa. Lakini mwisho wa siku mtajishangaa kile ambacho mnachokipata huko mlikoenda. Utajishangaa umepata matokeo ambayo ni mabaya zaidi. Mwisho wake mnarudiana tena.
ndani nini kilikosekana kwenu? Ni msamaha. Hamwezi kumsamehe. Hauwezi kumsamehe mume wako. Hata kama analewa, huwezi kumsamehe mume wako. Hata kama mke wako asikii, lakini ndiye mke wako. Kumbuka Biblia imesema ninakupa wa kufanana naye. Kwa hiyo ni kwamba Mungu kusudi lake, jinsi ambavyo huyo mmezaa naye na watoto, huyo mnakaa nyumbani, ni kwamba ndani yenu ni kwamba Mungu anasema nitakupa wa kufanana na yeye. Kwa hiyo huyo ni mfano wa kufanana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama kuna matokeo hayo huwezi kuyaona, ni kwamba unahitaji urudi kwenye msamaha. Ila ambacho unachoona kila anachokosea ni kwamba unahitaji kusameheana, kwa sababu hakuna anayejua. Biblia imeeleza wazi, imesema ili maombi yaweze kusikika mpaka uwe na ndoa. Kwa hiyo kuna maombi fulani ambayo hawezi kujibiwa kwa sababu hauna ndoa. Kwa hiyo ni kama ndoa ina 100%. Kwa hiyo kila mmoja, huyu anaweza kubeba 60, huyu anaweza kubeba 40, huyu anaweza kubeba 30, huyu anaweza kubeba 70. Lakini kwenye hizo msianze kulaumiana. Kwa nini? Msamaha umeondoka. Ukiondoka msamaha ni kwamba ndani yenu mna shida kubwa. Kwa hiyo kama mna shida kubwa, uwe na uhakika hamwezi kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Mtaacha watoto wanatia huruma. Mtaacha watoto wanatia huruma. Kila mmoja anasema siwezi kumsamehe. Huyu anasema siwezi kumsamehe. Uwe na uhakika ndani yenu hamwezi kutengeneza matokeo mazuri kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Matendo 6 ule mstari wa 18. Matendo 6, Matendo ya Mitume 6 ule mstari wa 18. Neno la Mungu linasema uwafumbue macho yao na kuwageua, uwaache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumuelekea Mungu, kisha mpate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu. Ni Mungu anasema namna ambavyo anaelekeza kupitia kinywa cha Paulo. Anaelekeza namna ambavyo mnahitaji kuiacha nguvu za giza. Mkishaziacha, kwa sababu kinachokuja kwako ni kwamba ni msamaha wa dhambi. Kwa hiyo kama utashindwa kumsamehe mume wako, kama utashindwa kumsamehe familia yako au kaka zako au dada zako au mama zako, uwe na uhakika huwezi kujibiwa. Huwezi, Mungu hawezi kukusikia, kwa sababu Mungu anasema tafuteni amani. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Lakini pia neno la Mungu linaongezea, linasema amani ni wapayo. Huyo ni Yesu anasema amani ni wapayo. Si amani kama amani ya ulimwengu, lakini ni amani ipitayo amani ya ulimwengu. Kwa hiyo ndani ya msamaha mmebeba amani. Kwa hiyo ndani yako kukikosekana amani, uwe na uhakika kwenye majibu yako Mungu hawezi kujibu. Kwa hiyo kama hawezi kujibu, uwe na uhakika una matokeo magumu, una mazingira magumu ambayo hayawezi kukupa matokeo ya kile ambacho unahitaji kukipata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama hutakipata, ni kwamba hakitakupa kile ambacho unahitaji kukipata. Kwa hiyo unahitaji kucheki namna ambavyo ilivyo. Maana yake nini juu ya kusamehe? Kama usipomsamehe, kama usipokuwa na roho ya kusamehe, mwingine amemchukia tu mchungaji, mwingine mchungaji amemchukia tu mwingine mtumishi, ama sasa hakikusaidii, kwa sababu ndani yake inatengeneza kile ambacho hakiwezi kujibiwa. Kwa hiyo kama huwezi kujibiwa, umemchukia huyu, maana yake nini? Umetunza uchungu juu ya huyu au yule, hakikusaidii.
au juu ya chochote ambacho unaona umetunza kumbukumbu, umetunza vile ambavyo unaona ni kama anakutesa, unaona ni kama anakuudhi akiwemo kanisani, ni kama anakuudhi mchungaji ukimuona, ni kama akikusaidii, kwa sababu unahitaji ndani yako kubeba msamaha. Mwingine hawezi kuelewa. Siku moja tumeingiza na mtu mmoja umeme, tumeenda TANESCO, tukawa na maduka yetu mawili. Wakati tuna maduka yetu mawili, tukaweka yale maduka na tukaingiza umeme. Ni vilikuwa vyumba vya kwetu. Wakati tumeingiza umeme tumemaliza, alafu ghafla yule mwingine, na atakuwa ananisikiliza, Tundu Maifwe, maana ni ndugu yangu ananisikiliza sana, Tundu Maifwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimemwachia, tumemaliza ule umeme, alafu tumechanga hela nyingi, tumeshalipia umeme na tumepewa. Alafu nikapewa, naenda, bwana natakiwa sasa nianze kuingiza na mimi nianze kusuka huko, maana yeye ndo aliye tulipoingizia ndo palikuwa pake. Kwa akasema, nikasema tuanze sasa kusambaza na mimi nisuke huko. Yule ndugu akanikatalia, akasema hapana, siwezi, kwa sababu zake anazojua. Akasema mimi sitaki, umeme natumia peke yangu, tumechanga wote, nimelipa, nimefuatilia mimi, nimefanya process zote kuongea na manager wa TANESCO mpaka umeme unawaka. Alafu akanikatalia. Umewafikiri kibinadamu au kimwili na kusumbua, lakini nilienda magotini kwa Mungu, nikamwambia Mungu nafanyaje? Mungu akanipa jibu. Nilifunga, Mungu akanipa jibu chap chap, akaniambia mwache. Umewafikiri umetoa fedha zaidi ya 300? Zamani tulikuwa tunaingiza umeme kwa gharama kubwa, umetoa fedha zaidi ya 300, alafu jamaa amekataa. Na sikuwa na namna, nikamwachia. Wakati nimemwachia, tumekaa kila tukitaka kuonana naye. Mimi nina uhuru naye, mimi ninampenda. Kuonana anakimbia, tukitaka kuonana anakimbia, wala hakikunishia. Mpaka pa mwisho akanipigia simu, pa mwisho wakati imepita kwenye miezi, kwenye 10 au 9 au ngapi miezi au mwaka mmoja, akanipigia simu, mimi nataka niuze pale. Nikasema shida hamna. Ikabidi nimwambie njoo, nikampa fedha. Bwana Yesu asifiwe. Msamaha una raha sana. Msamaha unakupa matokeo ya Mungu kujidhihirisha kwako. Lakini kama unajihesabia haki, uwe na uhakika huwezi kwenda. Utakwama kwenye utumishi wako, utakwama kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu inategemea namna ambavyo ilivyo. Nikampa fedha, nikamlipa fedha, mpaka sasa ule umeme natumia mimi. Umewafikiri okay, alifanya vile? Umewafikiri ningeamua kutumia kimwili, kwamba haiwezekani? Hata ningeenda kwa balozi, hata ningeenda kwa mwenyekiti, hata ningeenda kwa yoyote, ingeeleweka tu kwamba hapa haiwezekani, mpeni huyu umeme, ingeeleweka. Lakini Mungu akasema msamehe, achana naye. Lakini baada ya miezi kadhaa umemkawa kwangu, nikauziwa, nikampa fedha, nikampa hela. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nisingemsamehe, ningeendelea na zile purukushani ambazo za kimwili, ni kwamba lile eneo lingekuwa sio langu, yale maduka yangekuwa sio yangu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unahitaji kufahamu, kifahamu hiki kitu kitakusaidia sana. Kwa hiyo kikikusaidia kitakupa matokeo ya kila ambacho unahitaji kujua. Maana yake nini juu ya msamaha? Ninasema ukitaka kuishi maisha mazuri, lazima uwe na msamaha. Kama unakosa msamaha, hata kama huendi kanisani, lakini msamaha ndio ambao msingi wa ndani ya kuishi. Kuna watu ambao wamepata shida kwenye maisha yao, ni kwa sababu tu hawakusamehe. Kuna watu wamedondoka na wamekufa kwa sababu hawakusamehe. Kwa nini? Uchungu ulijaa kwao,
na wakaondoka. Mpaka sasa ninavyofundisha, kuna watu ambao wamejaa na uchungu, wanaona ni kama hawa watu ni kama ni watenda dhambi au ni wabaya sana duniani. Lakini nakwambia, usiposamehe ndani yako, Mungu anasema na yeye hata kusamehe dhambi, hata kusamehe. Kwa hiyo kama hata kusamehe, na maana kwamba ndani yako unaingia hasara. Okay, wewe ni mtumishi, umetunza uchungu. Kama umetunza uchungu, wewe ni mtumishi wa Mungu. Uwe na uhakika utabaki na jina la utumishi. Lakini ndani yako Mungu hawezi kujibu unachotaka kuomba, maana hujasamehe. Kwa hiyo ndani yako unahitaji kucheki namna ambavyo msamaha ulivyo na nguvu. Kama msamaha ulivyo na nguvu, unahitaji kucheki namna ambavyo unahitaji kutembea. Mwingine kazi yako ni kuchukizana tu na familia, au ni kuchukizana tu, huna shida namna ambavyo unajua wewe, lakini unahitaji kucheki maana yake nini juu ya msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo ulio bora. Kwenye Biblia kuna kitabu kimeandikwa wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora 8 ule mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, nitie kama muhuri moyoni mwako, kama muhuri juu ya mkono wako. Kwa maana upendo una nguvu kama mauti. Upendo una nguvu kama mauti. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yako kukijaa na msamaha, ni kwamba cheki neno la Mungu linasema upendo ukiwa kwako una nguvu kama mauti. Kwa hiyo unahitaji kufikiri ndani yako ili uwe na upendo, ili uwe na msamaha, unahitaji kusamehe. Kwa hiyo kama huwezi kusamehe, ni kwamba huwezi kupata hiki kitu ambacho kinaitwa upendo. Nitie muhuri moyoni mwangu kama muhuri juu ya mkono wako. Kwa maana upendo una nguvu. Kwa hiyo upendo una nguvu, kwa sababu msamaha unavuta upendo. Kwa hiyo ikivuta upendo, inakupa matokeo ya kile ambacho unachokipata, ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ndani yako umetunza uchungu, angalia namna ambavyo unahitaji kuenenda. Maana Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu ni mwenye uweza. Namba yangu ya simu ambayo wewe unahitaji chochote juu ya somo hili, 0753 697 281. Mawasiliano kwenye namba ya simu ili kunipata, Yeremia Ebeneza Mwaigaga, 0753 697 281. Mwaminifu uliye Bwana, uliye Mwokozi wangu. Baba, ninakuinua, ninakubariki. Uliye Alfa, uliye Omega. Asante mwaminifu wewe uliye Bwana kwa ajili ya neno lako. Baba, likaponye hao wenye uchungu. Likaponye, likaokoe ambao Baba wamejazwa na hasira ndani yao. Mwaminifu wewe uliye Baba, uliye tumaini langu. Baba, na wakabidhi mikononi mwako wasikilizaji wangu wa Tunduma FM. Baba, na waachilia kwako watazamaji wangu wa Ebeneza TV. Baba, na wakabidhi kwako kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea heshima na adhama kwenye kiti chako cha enzi. Baba, na kuita na kukutukuza Jehova. Ponya nafsi zao, ponya Baba ambao wamelemewa na hii kitu cha kutokusamehe. Achilia msamaha ndani yao, ili Baba wawe huru, ili Baba watafute wale waliokosana kupitia jina la Yesu wa Nazareti. Uwezesho wako na nguvu na mamlaka yako. Pokea sifa na matukuzo kwenye kiti chako cha enzi. Asante Jehova, asante mwaminifu wewe uliye Mwokozi wangu, uliye tumaini langu. Kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, narudisha utukufu na heshima ni kwako uliye mwema. Wewe ni Baba mtakatifu tunayekupenda. Kupitia jina la Yesu nikiomba na kuamini yote haya ni kwa utukufu wa jina lako Yesu. Unayetaka kunipata kwenye Ebeneza, andika Ebeneza TV
kwenye YouTube andika Ebeneza TV kwa Kiswahili, utatupata masomo mengi zaidi na zaidi, likiwepo hata somo la leo. Mungu wa mbinguni awabariki wasikilizaji wangu wa Tunduma FM na watazamaji wangu wa Ebeneza TV. Shalom, shalom. Shalom. Mungu akubariki sana mtumishi wangu kwa mafundisho mazuri.